Karibu ndani ya redio yako Kongo Post News, sauti ya ukweli na taarifa za kuaminika kutoka ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Idi George nikuletea habari za asubuhi zenye kuangazia siasa, vita pamoja na hali ya uchumi. Asubuhi ya leo tutazungumzia mwenendo wa kisiasa nchini na katika ukanda wa maziwa makuu, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mapigano kati ya wazalendo AFC M23 na vikosi mbalimbali vinaendelea kuzua taharuki kwa wananchi, pamoja na taarifa muhimu kuhusu uchumi, biashara na maisha ya kila siku ya wananchi. Endelea kuwa pamoja nasi ndani ya redio yako Kongo Post News kwa habari sahihi, uchambuzi wa kina na taarifa zinazokugusa moja kwa moja. Hizi ni habari za asubuhi na mimi jina langu ni Idi George. Karibu. Mapigano makali yazidi kushika kasi jana Jumatatu asubuhi katika eneo la Kavumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku milio ya silaha nzito na mizinga zikisababisha hofu kwa wananchi ambao wanaishi eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani, mashambulizi hayo yamesababisha wakazi wa vijiji vya Mbayo, Mulangala na Kamakombe kuhama makazi yao kwa haraka, wakisaka maeneo ambayo ni salama zaidi. Mamia ya familia zinaripotiwa kukimbia bila kujua hatima yao, huko hali ya usalama ikiendelea kuzorota. Taarifa hizi zinaeleza kuwa muungano wa AFC M23 umetuma vikosi vya ziada katika medani ya mapigano ili kuimarisha mashambulizi yanayoendelea. Wasi wa kundi la M23 wanaodaiwa kupata msaada kutoka nchi ya Rwanda wanatajwa kuwa na lengo la kuvunja safu ya ulinzi ya kijeshi ya serikali ili kufungua njia muhimu kuelekea eneo la Walikale. Mapigano ya jana yamejikita zaidi katika maeneo manne makuu ambayo ni Chivanga, Bugulumiza, Langa na Mbayo. Katika maeneo hayo ya milimani, wapiganaji wa makundi ya kujilinda wanaojulikana kama wazalendo wakisaidiwa na jeshi la serikali ya FARDC wanaendelea kujaribu kuzuia kusonga mbele kwa waasi katika mapambano makali ya ana kwa ana. Kuongezeka huku kwa mapigano kumeongeza pia hali mbaya ya kibinadamu katika eneo hilo. Mashirika ya misaada inaeleza kuwa idadi ya raia waliokimbia makazi yao inaendelea kuongezeka, huku mahitaji ya chakula, maji na huduma za afya zikizidi kuwa kubwa. Hadi sasa jeshi la serikali halijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa, wala kueleza mabadiliko ya hali katika mstari wa mbele wa mapigano. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kushuhudia migogoro ya silaha kwa miaka mingi, hali inayochangia ukosefu wa usalama na mateso makubwa kwa raia. Tujielekeze moja kwa moja katika mkoa wa Kivu Kaskazini ambako idadi ya watu wanaoshukiwa kufariki kutokana na ugonjwa wa Ebola imeongezeka hadi kufikia 118, yani 18, huku maeneo mapya mawili yakitangazwa kuathirika na virusi hivyo hatari. Takwimu hizo zimetolewa jana tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 na mamlaka za afya nchini humo. Kwa mujibu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mlipuko huu unaendelea kusambaa kwa kasi katika jimbo la Ituri na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Awali, maeneo yaliyoathirika yalikuwa Mwangulu, Rwampara na Bunia. Lakini sasa maeneo mapya ya Nyatende katika wilaya ya Irumu pamoja na Katwa mjini Butembo imeongezwa kwenye orodha ya maeneo yaliyoathirika. Kisa kimoja pia kimeripotiwa mjini Goma, mji mkubwa wa kibiashara karibu na mpaka wa Rwanda na Uganda. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema zaidi ya visa 315 vinashakiwa kuwa vya Ebola, huku wagonjwa kadhaa wakiendelea kupatiwa matibabu katika vituo maalum vya afya vilivyowekwa Bunia na Mongwalu. Serikali imeanza kujenga vituo vipya vya matibabu ili kuongeza uwezo wa kupokea wagonjwa. Shirika la Afya Duniani WHO imetangaza hali hii kuwa dharura ya afya ya kimataifa kutokana na hatari ya ugonjwa huo kuenea katika nchi jirani. Ebola iligunduliwa safari hii ni aina ya Bundibugyo ambayo ni tofauti na aina ya Zaire iliyosababisha milipuko mikubwa ya awali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wataalamu wanasema aina hii mpya inaweza kufanya juhudi za kudhibiti ugonjwa kuwa ngumu zaidi, kwa sababu chanjo nyingi zilizopo zilitengenezwa dhidi ya aina nyingine ya virusi hivyo vya Ebola. Taarifa zinaonyesha kuwa virusi hivyo vinaweza kuwa vilianza kuenea kwa zaidi ya mwezi mmoja kabla ya kugunduliwa rasmi. Mazishi yasiyo salama,
usafiri wa watu kutoka maeneo moja kwa ingine, pamoja na changamoto za kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinatajwa kuchangia kwa kuenea kwa kasi ya ugonjwa huo. Ebola ni ugonjwa hatari inayoambukizwa kupitia kugusana na majimaji ya mwili wa mtu aliyeambukizwa kama damu, matapishi au jasho. Dalili zake ni pamoja na homa kali, kutokwa damu, uchovu mkubwa na kutapika. Mamlaka za afya zimewataka wananchi kuwa waangalifu, kuepuka kugusana na wagonjwa au mili ya waliokufa kwa dalili zinazofanana na Ebola na kuripoti haraka visa vinavyohusishwa katika vituo vya afya. Huu ni mlipuko wa 17 wa Ebola kurekodiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka wa 1976, yani 1976, wakati ugonjwa huo uligunduliwa kwa mara ya kwanza. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, serikali imetangaza msimamo mpya kuhusu wafanyakazi wa umma walioko katika maeneo yaliyodhibitiwa na AFC M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa utumishi wa umma Jean-Pierre Liau, ambaye amesema kuwa wale wote walioajiriwa na waasi katika maeneo yanayokaliwa hawatatambuliwa wala kuingizwa katika utumishi wa umma mara serikali itakaporejesha mamlaka yake katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa waziri huyo, serikali ya Kinshasa inasitiza kuwa ajira zote zinazotolewa na waasi katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wao hazitakuwa na thamani ya kisheria mbele ya dola ya Kongo. Amesema serikali haitakubali mfumo wowote sambamba na utawala unaowekwa na makundi yenye silaha, hasa katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini ambako mapigano kati ya jeshi la taifa FARDC, wazalendo na waasi wa M23 inaendelea kushika kasi. Taarifa yake Jean-Pierre Liau inaeleza kuwa wafanyakazi wa serikali waliolazimishwa kubaki katika maeneo hayo lakini hawakuamua kuacha na kurejea katika maeneo yaliyodhibitiwa na serikali halali watarejeshwa katika nafasi zao za kazi za zamani kwa mujibu wa maamuzi ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali inaona hatua hiyo kama njia ya kuwalinda watumishi wa umma waliobaki waaminifu kwa taifa licha ya mazingira magumu ya kiusalama. Tamko hilo linakuja wakati ambapo waasi wa AFC M23 wamekuwa wakijaribu kuweka mifumo yao ya kiutawala katika baadhi ya maeneo wanayoyadhibiti. Katika miezi hivi karibuni kumekuwa na taarifa za kuanzishwa kwa huduma mbalimbali za kiraia pamoja na ajira mpya katika sekta kadhaa ndani ya maeneo hayo. Serikali ya Kongo hata hivyo inaendelea kusisitiza kuwa hatua hizo ni kinyume cha sheria na hazitatambuliwa na mamlaka rasmi za nchi. Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wanaamini kuwa kauli ya serikali inalenga kuwapa matumaini watumishi wa umma waliokimbia maeneo ya vita, huku pia wakitoa onyo kwa wale wanaoshirikiana moja kwa moja na utawala wa waasi. Serikali ya Kinshasa inaendelea kusisitiza kuwa lengo lake kuu ni kurejesha mamlaka kamili ya dola katika maeneo yote yanayokaliwa na makundi yenye silaha. Kwa upande mwingine, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa mbaya, huku maelfu ya raia wakikimbia mapigano yanayoendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu. Mashirika ya kibinadamu yanaendelea kutoa tahadhari kuhusu ongezeko la wakimbizi wa ndani pamoja na hali ngumu ya maisha katika kambi zinazohifadhi wananchi waliokimbia vita. Serikali ya Kongo imeahidi kuendelea na juhudi za kijeshi na kidiplomasia ili kurejesha amani katika eneo hilo, huku ikisitiza kuwa mamlaka ya dola hayawezi kugawiwa na makundi yenye silaha. Baada ya kusikiliza taarifa zetu mbalimbali toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi tunakuomba kubaki nasi mwanzo hadi mwisho ili pata habari za kuaminika za kimataifa. Karibu. Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping wamefanya mazungumzo yenye umuhimu mkubwa mjini Beijing. Rais Xi alimwambia Donald Trump kwamba China na Marekani zitafaidika kutokana na ushirikiano na kwamba zote zitapoteza ikiwa kuna migogoro. Beijing imemkaribisha Trump kwa kumpa heshima rasmi za kijeshi pamoja na ziara ya hekalu la karne ya 15. Rais Trump amefanya ziara hiyo na anasafiri na ujumbe mkubwa wakiwemo maafisa wakuu wa utawala na viongozi wa sekta ya teknolojia.
Trump alisema uhusiano wao utakuwa bora zaidi kuliko hapo awali na kumwalika Rais Xi nchini Marekani mwezi Septemba mwaka huu. Majadiliano hayo yalidumu kwa zaidi ya saa 2 na viongozi hao wawili walizungumzia vita vya Marekani na Iran na wakakubaliana kwamba Iran haipaswi kamwe kuwa na silaha za nyuklia na kwamba mlango wa bahari wa Hormuz lazima ufunguliwe. Mazungumzo yao yalitarajiwa pia kuangazia biashara, ushindani kuhusu teknolojia na Taiwan. Taarifa ya Stephen McDonald kutoka Beijing inawasilishwa na Roncliffe Odit. China ilimpa makaribisho makubwa na mpinzani wake mkuu duniani, Marekani. Xi Jinping anataka ziara hii ya Donald Trump irejeshe uhusiano angalau katika maeneo ambayo wanaweza kukubaliana. Hiki kilikuwa ni kilio cha mbali na mvutano ulioonekana tangu vita vya ushuru, na wafanyabiashara kutoka pande zote mbili wanatumai kuwa uhusiano wa sasa utaendelea. Chama cha kikomunisti cha China kilikuwa kikijitahidi kumfanya rais wa Marekani ajihisi anaheshimiwa kwa mizinga ya sherehe, gwaride la heshima na umati wa watoto wanaoshangilia, jambo ambalo Donald Trump alionekana kulifurahia. Kisha ndani ya jumba la mikutano ilikuwa biashara, na watu wawili wenye nguvu zaidi duniani walibadilishana maneno ya fadhili. Siku zote nimekuwa nikiamini kwamba maslahi ya pamoja kati ya China na Marekani ni makubwa kuliko tofauti zetu, kwamba mafanikio ya kila nchi ni fursa kwa nchi nyingine. Pande hizi mbili zinaposhirikiana, zote zinanufaika. Zinapokabiliana, zote zinateseka. Nchi hizi mbili zinapaswa kuwa washirika badala ya kuwa wapinzani, zikisaidiana kufanikiwa na kustawi pamoja. Tutakuwa na mustakabali mzuri pamoja. Nina heshima kubwa kwa China. Kazi ambayo umefanya wewe ni kiongozi mzuri. Namwambia kila mtu, wewe ni kiongozi mkuu. Wakati mwingine watu hawapendi nikisema hivi. Bado kuna tofauti kubwa kati ya serikali hizi na zitakuwa zikisisitiza ajenda zao, huku Rais Xi akitumai Marekani itapunguza kuunga mkono Taiwan na Rais Trump akitaka China kuishinikiza Iran kufungua mlango bahari wa Hormuz. Wanaume hao wawili pia wanatumai watu wao wataona kwamba wanaweza kushinda tofauti zao ili kukuza uchumi wao kwa manufaa ya wote. Tulizamie kwa ndani swala hili na kwa sasa tunaungana na mchambuzi wa masuala ya Marekani, Mhando Philemon Buguni, kwa tathmini ya kina kuhusu uhusiano wa China na Marekani. Karibu sana. Sasa umechukuliaje makaribisho ya Rais Trump nchini China kwa tathmini yako? Amepata ukaribisho mzuri sana, na ni ishara kwamba China inaashiria kutaka ushirikiano na Marekani, hususan kwenye masuala ya biashara na vile vile katika kuendeleza hali ya kimataifa ya amani, kutokana na mgogoro ambao unaendelea Iran, lakini vile vile kutokana na mgogoro kati ya China na Taiwan. Naam, sasa kwa nini Marekani na China zinatofautiana kuhusu kisiwa cha Taiwan, na ziara hii imeleta tofauti yoyote katika swala hili? Tofauti yao ni swala la kihistoria, kwa sababu ikumbuke kwamba kulipokuwa na mapigano ya wenyewe kwa wenyewe China, kisiwa chama kilichoshindwa vita kikakimbilia Taiwan na kikaanzisha taifa, lakini mpaka hivi leo China inatambua Taiwan kama sehemu ya nchi yao. Lakini kwa upande mwingine Marekani iliamua kuitambua Taiwan kama taifa linalojitegemea, hususan katika vita baridi ambayo ilitokea kuanzia miaka ya 50 mpaka mwisho wa miaka 80. Kwa hiyo swala hili hatutotegemea kwamba kila nchi itabadilisha msimamo wake, na China, Rais Xi ametoa kauli nzito akisema ya kwamba Marekani itakapokosea kuhandle hili swala la Taiwan, basi inaweza kusababisha mgogoro mkubwa kati ya mataifa haya mawili, ikiwezekana kuingia vitani. Mhando, je, kauli hii ya pamoja tuliyoisikia Marekani na China kuhusu vita vya Iran itakuwa na athari yoyote katika mgogoro huu ambao unaendelea?
Hii ni kauli ambayo ni mahala pagumu, kwa sababu kwa upande wa Marekani ni jambo ambalo limeanza kuleta shida katika siasa za ndani, kwa sababu bei za mafuta zimepanda na inasababisha mfumuko wa bei, na vile ni mwaka wa uchaguzi ambao uko mbioni kuendelea mwezi wa 11 mwaka huu. Kwa hiyo Marekani inapata shinikizo la ndani, lakini kwa upande wa China hili ni swala ambalo wao linawapa advantage, kwa sababu ni fursa ya wao kujionyesha kama ndio taifa la amani na taifa kubwa ambalo linaashiria kama kuwa kiongozi wa dunia, na vile lina ushirikiano mkubwa na Iran katika ununuzi wa mafuta. Kwa hiyo kidiplomasia wanazungumzia amani, lakini hatutategemea kwamba litabadilisha misimamo, hususan msimamo wa China juu ya Iran. Naam, kwa kifupi Mhando, mataifa haya mawili ni washindani wakubwa hasa katika masuala ya biashara. Unaona kwamba hali hii itaweza kulainisha mambo, kwa mfano kuondolewa kwa vikwazo na ushuru? Naam, swala hili tuliangalia katika namna mbili. Namna ya kwanza ni katika biashara za bidhaa kama vyakula, ambapo wakulima wengi wa Marekani walikuwa wakitegemea China kununua vyakula kutoka Marekani, lakini baada ya serikali ya Trump kuweka ushuru, tariffs, China ikaacha kununua bidhaa za Marekani. Kwa hiyo wakulima wengi wakaanza kupata shida sana. Kwa hiyo tutegemee kupata suluhu katika swala hili, lakini upande wa pili katika masuala ya teknolojia na bidhaa kama semiconductors ambazo zinaonekana kama bidhaa za kimkakati, tutategemea kuona mabadiliko makubwa sana. Wataendelea kuwa na vikwazo na ushindani. Asante sana Mhando kwa kutupatia tathmini yako. Na sasa ushindani mkali wa uongozi unanukia nchini Uingereza kati ya Waziri Mkuu Keir Starmer na mmoja kati ya waliokuwa mawaziri katika baraza lake la mawaziri, Wes Streeting, ambaye amejiuzulu hii leo. Streeting aliyehudumu kama waziri wa afya anaondoka madarakani siku moja baada ya kukutana na Starmer katika ofisi rasmi ya waziri mkuu ya 10 Downing Street. Hatua ya Streeting kujiuzulu kazini inaweka shinikizo kubwa kwa Keir Starmer, ambaye amekuwa akikabiliwa na shinikizo la kujiuzulu hasa baada ya chama chake kufanya vibaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Sasa katika barua yake rasmi ya kujiuzulu, waziri huyo wa zamani wa afya amesema hakuna tena imani katika uongozi wa Keir Starmer, na ni wazi kwamba hakutokuwa na kiongozi ambaye atakiongoza chama cha Labour katika uchaguzi mkuu ujao nchini Uingereza. Streeting anatarajiwa kuzindua kampeni ya kumpinga Starmer ndani ya chama hicho. Washirika wake wa kisiasa wanasema ana ushawishi mkubwa miongoni mwa wabunge wa Labour unaohitajika kuzindua kampeni ya kumng'atua Starmer madarakani. Kwa upande wake, Starmer amesema amesikitishwa na hatua ya Streeting kujiuzulu, ila amesisitiza kwamba serikali ni sharti itekeleze ahadi zote ilizotoa kwa taifa. Aidha, kiongozi huyo amewaonya mawaziri katika baraza lake kwamba uchaguzi wa kumtafuta kiongozi mpya unaweza kuitumbukiza taifa katika msukosuko. Mawaziri 4 wameshajiuzulu, huku baadhi ya wabunge wa Labour wakimtaka Starmer kuondoka madarakani. Mwandishi wa BBC Lynne Watson ana maelezo zaidi kuhusu barua ya Wes Streeting ya kujiuzulu. Na hapa tulipo haijathibitishwa kabisa, ila kuna ishara zinazojitokeza kupitia uvumi na pendekezo kwamba Wes Streeting, ambaye ni waziri mwandamizi mwenye majukumu serikalini katika wizara ya afya, huenda naye anajiandaa kujiuzulu dhidi ya Keir Starmer. Na maanisha kwamba ikiwa Streeting atakabiliana na waziri mkuu, hatua hiyo inatuweka katika awamu nyingine katika kile ambacho tayari ni sharti tukitambua kuwa mzozo wa kisiasa nchini Uingereza. Kwa sasa chama tawala cha Labour kimegawanyika kwa misingi ya ni nani atakayekiongoza. Je, inapaswa kuwa ni Keir Starmer ama Wes Streeting au mtu mwingine? Je, unafaa kufanya mabadiliko ya uongozi lini? Kuna haja ya sera kufanya mabadiliko? Na bila shaka leo Mfalme Charles amesoma takriban miswada 35 ambayo serikali inapanga kuifanya kwa sheria. Naam, tutoke Uingereza turudi Afrika Mashariki, ambapo Wakenya wanatarajiwa kukabiliana na nyakati ngumu zaidi kiuchumi baada ya serikali ya nchi hiyo kutangaza ongezeko lingine la bei ya mafuta, hatua ambayo huenda ikaongeza gharama za uzalishaji
na usafiri. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa jioni hii, bei ya lita moja ya petroli imeongezwa kwa shilingi 16.65 za Kenya, ambayo ni sawa na senti 13 za dola ya Marekani. Watakaoumia zaidi ni watumiaji wa diesel, ambayo imeongezwa kwa shilingi 46.29 za Kenya, sawa na senti 36 za dola ya Marekani kwa kila lita. Hata hivyo, bei ya mafuta ya taa haijabadilika. Hatua hii inajiri wiki mbili tu baada ya serikali ya Kenya kulegeza masharti ya ubora wa mafuta yanayoagizwa nchini humo kwa muda wa miezi 6 ili kuzuia uhaba wa mafuta kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Sasa mwezi uliopita, serikali ilitangaza nyongeza ya bei ya mafuta ikitaja mgogoro wa Mashariki ya Kati kama sababu kuu. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari endelee kuwafikia walio wengi. Vile vile unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kuona hapo kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana. Chao.